Na jambo muhimu katika kulikumbusha vile vile katika kutamka lafdhul jalala, jina tukufu la Mwenyezi Mungu, tunapokuwa tunatamka basi tusilikate herufi bila kuzitimiza. Mtu anapoamua kwamba kulitamka kwa lugha ya Kiarabu, basi asome Allah, aisome kwa mujibu ambavyo lilivyo lile neno, aipate mpaka he ya mwisho. Sasa watu wametoka katika kulisema neno hili katika usemaji uliokuwa sahihi. Watu wanalikata, hawatimizi lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu anasoma Allah. Sasa Allah hii haipo. Haukuti kuna hadithi yoyote ambayo ilieleza kwamba jina la Mwenyezi Mungu kwamba linaweza kufupilizwa likawa Allah. Au kwenye Qur'ani hakuna hivyo. Kwa hivyo kote linapoandikwa linaandikwa Allah. Sasa tunakuwa tuna haraka ipi wakati mtu atazungumza maneno kwa ufafanuzi, kila jambo ataliweka wazi? Anapofikia kutamka jina la Mwenyezi Mungu anatamka Allah, analikata. Kwa hivyo unajinyima wewe kupata fadhila za kulitamka neno la Mwenyezi Mungu, jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tujitahidi tuondokane na jambo hilo. Ni kwamba tunaweza kusema, kama tutasema kwa lugha ya Kiarabu Allah, na kama hauwezi, tabu kwako wewe, sema Mwenyezi Mungu, inajuzu. Si kama ambavyo watu walivyokuwa wanaaminishwa kwamba kusema Mwenyezi Mungu haifai. Hii ni kwa lugha ya Kiswahili, na Mwenyezi Mungu anatajwa katika lugha zote. Hizi lugha Mwenyezi Mungu kaziumba. Tumetangulia katika sehemu ya mwanzo kuzungumza kwamba Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Taurati ilikuja katika lugha ya Kiebrania. Kwa hivyo kule kulikuwa katika lugha ya Kiebrania kuna neno ambalo litakuwa la kumtaja Mwenyezi Mungu, sio la Kiarabu. Katika Injili ambayo Injili imekuja katika lugha ya Kisuriania, kutakuwa lipo neno la kumtaja Mwenyezi Mungu kule katika lugha ile. Kwa hivyo akija mtu akasema haifai kumtaja Mwenyezi Mungu isipokuwa lugha ya Kiarabu, huyu atakuwa ni ajabu katika jamii, kwamba atakuwa wala saa hajawa na haki ya saa ya kuwaeleza watu katika hili, kwa sababu tayari kumekusha tangulia vitabu vingi, na vitabu vyote katika hivyo, na watu wanakuja mitume Mwenyezi Mungu akiwatuma, anawatuma kwa lugha zao, kwa lugha zile ambazo wanaozungumza wale watu katika yale maeneo. Kwa hivyo kutakuwa katika lugha hizo lipo neno ambalo watakuwa wanamtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa haikukatazwa kisheria kabisa kwamba katika lugha hizi zilivyo kwamba kumtaja Mwenyezi Mungu katika lugha hizi, ikiwa lugha ya Kiswahili, ya Kizungu, ya Kichina. Kwa hivyo kutakuwa kuna neno ambalo neno hili ndio la kumwita Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo litafaa, na litakapokuwa linaandikwa basi natakiwa lipewe heshima zote, kwamba hili ni jina ambalo linamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sasa katika hatua hiyo ya kulitamka hilo lafdhul jalala, basi litamkwe kwa ukamilifu. Mtu anaposema aseme Allah, Allah jalla jalaluhu, Mola wetu ambaye ametakasika.